Mwalimu yoyote ambaye amesomea taaluma ya walimu, hasa taaluma ya elimu ya awali, amejifunza saikolojia. Moja ya component ya kozi yake ya ujifunzaji ni saikolojia, namna ya kumlea mtoto, namna ya kumpa counseling mtoto, kumshauri, na kumnasi mtoto. Kwa hiyo issue ya upatikanaji wa walimu, kama mwalimu kweli amepitia darasani na amesoma miaka miwili ya either stashahada au shahada au level nyingine yoyote, lazima saikolojia ya mtoto ameisoma, kwa sababu ni kozi na sio kozi moja wala mbili. Kama katika level ya degree ni almost kozi 2-3. Kwa hiyo maana yake nini? Taaluma ya elimu ya awali anayo, na kama anayo, matarajio yetu ni kwamba jambo la kwanza la msingi ili mtoto aweze kusoma vizuri, lazima aandaliwe kisaikolojia, na saikolojia inaanza kujengwa kuanzia nyumbani. Mzazi anavyomwambia mwanangu mwaka huu au mwakani unaenda shule, hapo unamjengea utayari wa shule, unamwandaa mtoto. Kwa muda wote atakuwa anaongea shule kwa sababu tayari unamjenga na unamwandalia mazingira. Na ndio maana hapo sasa narudi pale kwenye kile kipindi cha mpito. Mazingira ya nyumbani yanakuwa ni magumu sana. Amina anapotoka nyumbani kwenda shule. Sasa ili mtengenezee mazingira ya wezeshi na rafiki, lazima umjenge kisaikolojia. Umwandae kwamba unaenda shule. Akifika shule anaanza kulia wakati mwingine. Hasa zile siku za mwanzo. Kwa nini analia? Anaona yupo sehemu hatari. Yani hajaandaliwa. Lakini akiandaliwa vizuri, anafurahia. Anafurahia na anacheka, anapenda. Na wakati mwingine anapenda kukaa shule kuliko hata nyumbani. Yeye ndo anakuwa na hamu sasa na hamu, kwa sababu ameandaliwa vizuri kisaikolojia na ule utayari.